Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu Bwana. Watu samehe, watu okoa tu na adui zetu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi nilivyo ni sababu yako. Ni neema yako tu, ni kusudi lako. Sifiwe. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Well, ni Mungu tunashukuru kwa kutupa nafasi ingine, siku njema kama hii, ili tuweze kuja na tuweze kusherekea kuzaliwa kwa Mwokozi wetu, kwa sababu si ati Yesu amezaliwa vile unajua wengine tunasemanga gakege ni gaciare. Tulea turacemania rĩrĩa tũrathiĩ birthday ya mũndũ tũtiugaga atĩ nĩ gaciarĩtwo. Koguo rĩu ithuĩ na ithuĩ tũiga Jesũ nĩ aciarĩtwo, nĩma nĩ aciarirwo, but we need to remember it's a great day for us. It is a great birthday. Na nilienda jana mahali mtoto nikamuuliza tunasherehekea nini, akasema tunasherehekea birthday ya Yesu Kristo, and I just felt it was so good. Bwana asifiwe. Merry Christmas. Yeah, it's a great day that God has granted us. So feel welcome. Merry Christmas. Say hi to the other person and just see as if we are all, yani tumejaa hapa kwa sababu Mungu wako pamoja nasi. Tutaenda kuanza ibada yetu tukiwa na tutaomba na tena tuingie kwa mwongozo kiasi. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, mwenye hekima na mwenye neema katika ulimwengu huu, Baba wetu, twaja mbele zako tukiwa na shukrani kuu Baba wetu, kwa kuwa umetuonekania. Hii ni siku njema, kwa siku ya furaha kwa kila mmoja wetu ambaye ni Mkristo, ambao sisi umetuleta ili tuweze kuona siku hii tunaosherekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Na ndipo Bwana ukatutoa manyumbani mwetu ili tuweze kuja na tuweze kusherekea. Mungu wetu, umetutoa ubali ule, umetutoa mwanzo wa mwaka huu na tukawa na matumaini ya kuona siku ya leo. Na ndipo Bwana tunafurahia. Twasema ni asanti kwa wenzetu ambao hawako, Baba wetu, walioenda mbali na walio karibu, Mungu wetu, na wengine manyumbani. Baba wakumbuke na uwaoneshe neema yako. Nasi tumekuja Bwana ili tuweze kusikia na kusherekea wokovu wako. Bwana uwe pamoja nasi tunapoanza na tunapoelekea. Baba uwe pamoja nasi kwa sababu wewe ni Mungu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Tutapata the call to worship. Go to these people and say, you will be ever hearing but never understanding. You will be ever seeing but never perceiving. For his people's heart has become corrupted. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Praise God. Mungu sindio. We're going to do 2 praises and 1 worship because we have 1 hour service. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu lazima ndiye mwamba
agotio Giovanna tawe niwekete vinagazo liondoa moyo onanike nayo agoro niwekete yenikuwa kwatuge imwekanane wagereire agotio Giovanna tawe niwekete vinagazo liondoa mwaka onanike guciarwo gwaku yenikuwa gwatuge imwekanane wagereire agotio Giovanna tawe niwekete yenigai wakwa ngai wakwae egotaiga ngai wakwa ngai elie ngai wakwawe wa magegania twina ũira twina ũirae yawe wa magegania twina ũira twina ũirelie twina ũira we wa magegania twina ũira twina ũirae egotaiga twina ũira twina ũira twina ũira we wa magegania asariwe mara ingine katika maisha yako asubuhi ya leo. Mwambie anaweza katika maisha yako akiingia ndani ya moyo wako tunaposherehekea kuzaliwa kwake, na ikuwe na difference katika maisha yetu. Just tell this faithful God akuchejie maisha, to transform your life, to renew your strength this day and the days to come, and also claim the life of your dear ones to come to know this faithful God, because he is everlasting, from everlasting to an everlasting. Yes Lord, we bow at your presence, oh God. Tunakushukuru kwa kuwa wewe ni Mungu. Tunainua mikono yetu tukisema hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa na shukrani zetu. And that is why Thank you so much for this far. And since we are having a Christmas service, we are not going to do the normal things as we do. But if somebody has a song, then we can give on behalf of choir. We have, okay. You are welcome. Merry Christmas. It's a joyful Christmas, and we are going to celebrate with the song Joy to the World. All of us are going to be choir today. Let's stand. Joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and flowers, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to me, his blessings flow, far as the cause is found, far as the cause is found, far as is found. He
with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and of his love, and wonders of his love. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. Merry Christmas. Have your seats. Yeah, today is a day we are celebrating the birth of Christ. It's birthday, and as our Savior, so we welcome you all. On behalf of Reverend, we welcome you for this service, and we are aware that we are supposed to come on 25th, but people have their own shugulis, and we are the people, the counted ones to be here. So feel where you are supposed to be, and know that God is with us. Do we have any visitor today? Any visitor? Oh, sisi wote ni wenyeji. So today we have Christmas gifts and presents. The baskets are here. So it is good that once we reach there, Elder Jeremiah will take us through. Then tomorrow we have one service that will start at 9. So be informed that tomorrow we shall have one service. So come, then we will be done. And we thank you for this far. You have continued to serve this church, and even for the days that are remaining, the 6 days. Isionekana ni kidogo. Tumetoka mbali na hizo 6 tunamtegemea Bwana. Bwana asifiwe. I know we are so much anxious to see the 31st. Then after 31st, we will come here and celebrate the new year. And I know God will grant us even to that extent. So for now, we are going to have our prayer, the gifts, so that we can continue. Elder Jeremy. Merry Christmas. Bwana asifiwe. It's another opportunity that the Lord has given unto us to come before him, and we pray that tujakuja mkono mtupu. Tumebeba zawadi mane zawadi za dhahabu, tukireheraga keke manage maito. So let's prepare our presents as we bring to the Lord to celebrate his love for us, so that he gave us his son. Bwana asifiwe sana. A child is given to us, a child has come. So let's celebrate. So nitauliza tusimame na vipawa vyetu ambavyo tumekuja navyo ili tushukuru Mwenyezi Mungu. We come and worship our Lord. The shepherd, when they heard about the news, they went to worship the Lord, and they went with present. Even us, we are here, we are the shepherd, and we have come with our present. Let's pray. Our dear Heavenly Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we come before the King of Glory this morning. It's a Christmas day that we come to celebrate Jehovah Father, that you came to the world so that we may gain peace. You came to the world that we may get saved. And we are here just to celebrate your goodness, O King of Glory. We surrender before thee, Jehovah Lord, and we pray that King of Glory, whatever we have come with to worship you, Lord, that you accept it, O King of Glory. Father, we come, O Father, with hearts full of thanksgiving. And apart from that, Lord, we have brought, O King of Glory, our presence so that we may worship you, Jehovah Lord. We pray, King of Glory, that you bless each and everyone that will stretch their hand to give. We pray that you bless their businesses, O Jehovah Lord. You bless, King of Glory, their places of work, O King of Glory, where they get their daily bread.
You bless even those who, King of Glory, get their portion from farming, oh Father. The Lord, each and everyone will come out of this place blessed by thee, King of Glory. And we commit everything that we give before thee, Jehovah Lord. The work that it will go to give, oh Father, we pray, Jehovah Father, that it will bring glory and honor to thee, King of Glory. We thank you for each and everyone that has come this day, Lord. And we pray, Jehovah Lord, that you continue to watch over them, to do them good, to bless them, oh Father, and even their families, oh King of Glory, even as they go to marry, Jehovah Lord, with their families, they go to celebrate with their families. We pray that you be with them, oh Father. Cover each and everyone with the blood of our Lord Jesus Christ. And we pray, King of Glory, that you will give us happiness, will give us joy that come from you, Jehovah Lord. That our hearts will be full of joy, full of peace, oh Father, that surpass all human understanding, and will enjoy being in your presence, oh Father. Whatever we do, let's do it according to your will, oh Father. We thank you, we honor you, and we exalt thy name, for there is none like you. For it's in Jesus' name we do pray and believe. Amen. Let's put in the basket, and I think also they will display our pay bill. Let's also put it there. Thank you so much. May God bless you. Let's continue with the service. We are going to have the two readings as they follow. Then we shall have the sermon. God. Praise God, church. Merry Christmas. Let me take you through the word of God from the book of Isaiah 9, verse 2 to 7. From the book of Isaiah 9, verse 2 to 7. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Our second reading comes from the book of Matthew. I who led, my name is Jeremiah Mwangi, and I love the Lord as my personal Savior. God bless you. John, take us for a chorus so that we can call. Let's stand. Jehovah, the final say. Let's sing who has the final say. Jehovah has the final say. Oh, Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Let's sing who has my final say. Jehovah has the final say. Let's sing who has your final say. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Jehovah turns my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there seems no way. Jehovah has the final say. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Merry Christmas. Merry Christmas. We worship him who reigns. He reigns. He reigns. In heaven he reigns. On earth he reigns. Abba Father, we humble ourselves before your seat of throne this morning. And with a heart of gratitude we come before you, rejoicing, for you have made a way where there seems to be no way. You have opened doors that nobody can shut. And Lord, you have closed doors where no one can open. As we come before your seat of throne this morning,
speak through me into your people and even unto me, for we need you, Lord Jesus. This is a day that you have called us to celebrate the birth of Christ, even in our hearts. So come and reign, Lord Jesus. This is our prayer. It's in Christ Jesus we pray and give thanks. Bwana asifiwe. Tuketi. I am joyous before you this morning. My name is Muhende Gadara. Christ is the Lord of my life. I celebrate his goodness because he has been so gracious to my life. He has searched me, he has found me, and he continues to sustain me. Bwana asifiwe. Every joy that I have, I can only say it has come because of Christ. Because what can sustain man? So many things are happening. So many things have happened. So many things will continue to happen. Ninyonete wendo munene ma uria itonete ungimbere wa mundu watuire anjethaga ritwa riake ni muhonokia. Bwana asifiwe. Yes, there is such a joy in the presence of our Lord. And this is a time we are celebrating Christmas. And tulikuwa tunaongea with one of our elders there. Tukaulizana, what changed? Because a lot has changed. Wakati tulikuwa watoto na hawa wazee wadogo tuko hapa, on Christmas Day, ilikuwa siku ya kukula chapati na kukula mchehere na kukula nyama. Bwana asifiwe. Lakini siku hizi nyama inakuliwa kutoka January mpaka December. So I don't know what people now can celebrate on a date of Christmas. Since us, there was a lot of anxiety. Na niliona jana au juzi watu wakipost that kwamba mama walikuwa anasema githeri kiambe giki atia githeri giakwa gitirora koguo andu mambe makande githeri. Bwana asifiwe. Githeri gitireka atia. Bwana asifiwe. Sasa siku hizi I don't know. Really the heart of man is something which is interesting. Kwa sababu si watu walikuwa na tarajio. Kwa hiyo siku tulikuwa tunaenda kanisani asubuhi tukijua kwamba kutoka saa 6 chapati zitakuwa zinakuwa road na watu watakula chapati, watakula and that was a day for celebration. Na by the way tabu ito gishagi kwetu, wale ambao watu hawakuwa na vitu kuri andu mainaga utuko takiumya kigima gitana kinya nyimbo cia Christmas nigetha maheo mbeca iria makahota kuhuthira cia kugura Christmas. Ndio kana kwanyu ni kwari no gwitu ni andu and the young people mathiuruka gukiinagwo nyimbo cia Christmas nigetha andu mone kindu mangiheo gya kugura ki. Bwana asifiwe. Unajua hii mambo si niko hai. Bwana asifiwe. So I don't think it's very far. Bwana ajohi kwenu kulikuwa namna hiyo? Ilikuwapo. So si kwetu peke yake. Siku hizi kuna watu wanaendaga kusunguka wakiomba ndio wapewe vitu ya Christmas. Si watu wanajinunulia. Bwana asifiwe. Na vile nimesema chapati, mikate na kila kitu inanunuliwa kutoka January mpaka January. So sioni hawa watoto saa hii wa teacher George wakienda kusubuana na yeye kwa sababu ati leo ni siku ya chapati. Si ni kweli? Kwa sababu most likely mwezi hii labda wamekula chapati another day. Mwathani ya wosho. Ko buri mwega kirigwa atiriri. Riu ti chapati. Tondu rakoro chapati ni irugagwo na hingo no twarugaga na ni ireyagwo. Na riu ona ireyagwo nyingi. Nyama ni ciareyagwo na riu no ireyagwo. Na riu ndireciria ona ireyagwo nyinga igukira hingo iyo. Riu ri wega wa Ngai ri ugithiete ku. Tondu andu ni mahotaga kuroka kwetha Ngai na andu ni mainaga nyimbo icio cia Christmas makiinira nigetha mone ndo cia Christmas. Riu nikiguthiete because people are suffering now in their hearts than that time.
Si ni kweli? Leo mambo imeinuliwa, lakini amani ya Bwana hakuna ndani ya mioyo ya watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. What we are missing is the heart of Christ in our hearts, the love of Christ in our hearts, the joy of Christ in our hearts. And that way, we read the first readings, the reading words today zilitoka wakati mtumishi wa Bwana alikuwa amekaa watu, na amekaa na watu akijaribu kuwaeleza kwamba hii ambayo imeandikwa, this gospel imeongea juu ya Christ kutoka the time of the prophets, from the time of the law, it was all talking about Christ, and Christ has now come. This is in the book of Acts 28. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu Paul ameketi na watu, and these are the Hebrew people, wana wa Israeli ambao wamnaelewa mambo ya Torati na mambo ya sheria. Amekaa nao. Let us read, because I know it talks about people have become dull and they don't want to hear and they don't care. I guess that is the position. They don't care. They have had it and they have had it, and now they want other things. But in the book of Acts, chapter 28, in the book of Acts 28, this is what it says. This is after Paul is struggling with people. And on verse 23, it says, when they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in great numbers from morning till evening. Hawa ni watu ambao wanataka kusikia vile Paulo anasema, na wanakuja wakiwa multitude, watu wengi wanataka kusikia huyu mtu ambaye ametoka huko ameletwa hapa Rome, na sasa anaongea mambo ambayo ni kama haieleweki, anasema nini? So it says, from morning till evening he explained to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus, both from the law of Moses and from the prophets. Bwana asifiwe. Anajaribu kueleza tu huyu Yesu ambayo ndiye amenenwa kutoka ile Torati za Musa, na hii mambo ambayo ni wanabii kila sawa ametueleza. And he says, and some were convinced by what he said, but others disbelieved. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amekaa kishinda, and it's not in one day. It is not in one day. It is many days. Bwana asifiwe. But people still and disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. Kwa hivyo sasa watu wamegawanyika. Wengine wanasema Paul ile anasema ni kama ni kweli. Wengine wanasema si hatuelewi, hii haiwezi kuwa ni kweli. So they were divided. And disagreeing among themselves, they departed after Paul had made one statement. The Holy Spirit was right in saying to your fathers through Isaiah the prophet, go to these people and say, you will indeed hear but never understand. Hawa ni watu wanaambiwa mwenenewe lakini hamutaelewa. You will indeed see but never perceive. Mutasikia, mtaona, lakini hii mambo ambayo mnaona haitawaingia ndani ya mioyo yenu. His people's heart are grown dull, and their ears can barely hear, and their eyes they have closed. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si dunia ndio tunaishi. Neno la Mungu siku hizi liko kwa TV karibu station zote. Liko mahali, kila mahali. Bwana asifiwe. Hii neno ambao ni neno la himizo, hii neno ambao ni neno la ukweli, hii neno ambao ni neno linabadilisha maisha ya watu, linanenwa kila mahali. Lakini ni watu wangapi ambao wamechoshwa na hii mambo ambayo inanenwa kwa TV? Ni watu wangapi wanaitaka kuisikia? Wanataka mambo ya siasa. Nani amesema hii? And you know, I keep wondering. Tukisikia, na nimeuliza hiyo swali mahali ingine, watu wakisikia hapa Uhuru atapitia pale saa hii, si watu watatoka hapa kutoka saa 2 na labda hata kuja hata mpaka saa 11? Si watu watakuwa hapa kwa barabara tu wakirandaranda wakigojea Uhuru, addressing ya Uhuru
hata si Uhuru, hata Raila, hata Ruto, si watakuwa hapa kwa barabara? Mwadhani agosho. Na mimi niulize swali, ni wangapi kweli watasaidika na hiyo mjadala itakuwa ikiongelewa hapa pale kwa barabara? Uhuru akipita, Raila akipita, Ruto akipita, sijui nani mwingine akipita, ni wangapi watasaidikia kwa hiyo? Lakini wako na time ya kwenda hapo na wachinde wakisema huyu ni mtu yetu, huyu ndio anaweza kutufanyia, huyu ndio, na watashinda pale. Kanatibu wakuturaga. Last time during the elections, watu walienda Gatundu mguu kutoka Roysambu. Ni kweli? Kutoka hapa mpaka na no muthe moigaga faida gani? No magoro ni madhi? Bwana asifiwe. Sasa mimi nituulizane swali. Si ni kweli? Isn't it much better for us to come and seek God who can transform your life, ambaye aweza badilisha hali yako, na si yako peke yako na jamii yako na vizazi vijavyo. Bwana asifiwe. Because at a time like now we are celebrating Christmas. How can you celebrate Christmas out there when Christ, we come to seek Christ in the sanctuary, when we come to seek God where he can be found? And the Bible is very clear in Isaiah 55. Tutafute Mungu madama anapatikana. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Kwa sababu njia zake si njia zetu, fikra zake si fikra zetu. Bwana asifiwe. But where are people now? Todo na rosho, kesho si ni Sunday. I am sure tutakuwa wengi kuliko leo. Na watu hawajaenda, hata tumeulizana hiyo swali leo asubuhi. Watu wako wapi leo? Kwa sababu chapati tumesema zinakuliwa kila siku, Bwana Teacher George. Si ni kweli? Nyama zini kila siku. So ukisema watu wameenda Geshagi, but you can be sure hii watu ambao hatupati leo hawako Geshagi. That is for sure. Wako huku tu. Bwana asifiwe. So there is a disconnect. People have found that the word of God doesn't perform. They feel the word of God is not true. Neno la Bwana sio la kweli. Wamefika kiwango wanaona kama huyu Mungu si wa kweli, si wa kuaminiwa. Kuna mambo hapa ulimwenguni ambayo ni ya kuaminiwa. Tukiwa na pesa tutakuwa sawa. Tukiwa na maisha hapa ya ulimwengu tutakuwa sawa. Tuulizane swali, ukiwa na pesa uko sawa? Si sote tunatafuta pesa, si ni kweli? Lakini tukiwa na pesa tuko sawa? Tuliona mzee hapa ambayo wengi wetu tunajua alikuwa na pesa, alikuwa anaitwa Kirima. Alikuwa na pesa ya kutosha. Nilikuwa nasema Kirima could go to Nairobi Hospital, aingia ICU, hata fanya harambee, hata enda kwa kutafuta pesa kwa bank. Ile pesa inaingia kwa kila mwezi, itakuwa ikilipa bili ya ICU ya Nairobi Hospital. No ahigireirio kanyumba gakorwo iguru handu ta haria iguru. Nĩwarekereria kirekero giake ahigireirio kanyumba ta haria iguru. Watu wao wakimuona na waroria leo watu sasa hii pesa si it can be given to all of them na watosheke. Hawaoni hivyo, wanataka yote na ni yake, lakini sasa amefugiwa wanaitaka. Bwana asifiwe. Alienda akatolewa kwa hiyo kanyumba, wakasema amepelekwa South Africa kupewa matibabu. Ukweli ile tuliona kutoka South Africa wakati alienda, ilisemekana hakuna dawa alikuwa anapewa kutoka South Africa. Ni kukibizwa haraka aende mahali amekalia sana. Wadhani agoshwe. Bwana asifiwe. So is money everything? Bwana asifiwe. Kwa sababu utaenda na ulikuja bila, utaenda bila. Bwana asifiwe. Na doria tiriri. Siku hizi wale wengi wetu Mungu ametujalia tukombaga gatada gaitu na mutumia kana gatada na ciana rĩngĩ igo mũndũ arĩ na ona rĩngĩ kinya bedroom yake. Ithuĩ twakomaga andũ ta 5 bedroom ĩmwe. Rĩu o mwana rĩngĩ akomaga gĩtanda na twakomaga hihi ona gĩtanda andũ 3 kaneri. Ona amwe gũtiakĩrĩ gĩtanda koguo aigagĩrwo miuto kamũgeka karwo mũgakoma inyuothe hau. Kanyumba kari njugaga kanyumba kau nĩ kaigana kangĩarĩ sitting room ya andũ amwe nĩ kangĩarĩ nyumba nene mũno. Bwana asifiwe. But wasn't those people arrive
as we are alive today? Si waliishi maisha ile tunaishi leo? They had very little in our own eyes, but they had better life than sometimes the life we have. Bwana asifiwe. Kwa sababu hatujatosheleka na mambo ambayo Mungu ametujalia nayo. Tunaiona, twaipokea, lakini hatumrudishi shukrani. Tunaona hata and every time we are struggling for somebody else who seems to be doing better, kuna mwingine anafanya vyema kuliko sisi. So we are in a rat race. Bwana asifiwe. Ombi langu ni kwamba wakati kama huu Kristo amezaliwa, Kristo ambaye alikuja akionekana na unyonge mkuu mno, that he even had nowhere to lay his bed. Bwana asifiwe. He had nowhere to lay his head. Na hiyo ni wimbo nilikuwa hata nataka kuimba. Ni wokire tondu wako nyenda, ugitiga unene waku, nyumba ya geni Bethilehemu, ni wagire haguikara. Kathini wakwa Jesu, ngoro-ini na handu. Kathini wakwa Jesu, ngoro-ini na handu. Ni waciarirwo ugituika mundu, na raika ni mainire. Ukiaga handu ugiikara na ng'ombe, we mumbi wa thĩ yothe. Kathini wakwa Jesu, ngoro-ini na handu. Kathini wakwa Jesu, ngoro-ini na handu. Ombi langu siku ya leo ni kwamba tuwe na nafasi, tuwe na mahali ambayo Yesu atakuja na akae ndani yetu. Bwana asifiwe. He is the Prince of Peace. He can fill us with peace. Anaweza tupea amani ambao hii ulimwengu hata tukiwa na vyote yaonekana hatutapata. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. He is a good God. He is a good God. You know, hiyo somo letu la pili, Yusufu alitatizika wakati aliona Mariam ni mjamzito, lakini kwa neema akatorokewa na malaika, akaelezwa na yeye akakubali. Lakini si Kristo hakuwa amepata mahali ya kukaa? They went into the kumlaza horini, si ni kweli? But you see, even after they had come and gone kwa hori, toka hapo ambao walikosa mahali popote, kuna watu walikuwa wametumwa kutoka bari, from the east. They came to search for Christ. Bwana asifiwe. Kuna nyota ilisema mfalme ameingia duniani, mfalme ameingia hapa ulimwenguni, mfalme wa wafalme ameingia, na wakaelezwa tuende tukamfuate. Bwana asifiwe. Mwadhani agoshwe. Huyo mfalme ambaye alipatikana, walikuja na vitu za dhamana. Ni aragire handu ha guikara, no mokite na indo cia goro, dhahabu, manemane, uvumba, mokite na indo cia goro utugaga muthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe. They did not come just to see a child. They came to see the King of Kings. Bwana asifiwe. Na oroamani ati even for us, if we see Christ as the King of Kings, toguo ndoiga nitungioka kumucaria hingo ciothe, no tuthie tukamwethio kuria tungĩigua ni aronekana, tondu ucio muthamaki wa thamaki, he is attractive to everybody. Bwana asifiwe. Ndoiga Kenyatta ngirwo ni arahituka haria kuri andu magitinda kuma thaa 2, akorwo ari ukaithina ashara no okay, no ri turi muona
amarindo kama kinaga ona ni ndakimuona utire kindu kingi marenda no ni ndamua ni ona ni angeithirie ni nyoni ya kingeithia utire handu mageithanirie. Bwana asifiwe. Can you imagine if this was transferred to the King of Kings? Bwana asifiwe. Uthio uguo roho wa Ngai ukwire ni wageithio ni muthamaki wa thamaki, the King of Kings. What a joy, what a blessed assurance, what a lifting of your heart. Kwa batio ngoro wabati okene wabati ochaja muke ngoro yaku iwe kuyurwa ni gikeno kihonokio. Mwathani agocwo, because there is joy in the presence of the Lord. Kuna ushindi pale katika lile jina, kuna ushindi pale katika lile jina, kuna ushindi pale katika lile jina, jina lake Yesu Bwana wa mabwana, na jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana, na jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana, na jina lake Yesu ni Bwana wa mabwana, jina lake Yesu Bwana wa mabwana. Mwathani agocwo. Muthamaki ucio ni arahonania, muthamaki ucio ni arariukia ngoro cia andu iria inyihinyirirekete, muthamaki ucio ni aracenjia destiny cia andu. Ndoiga hamwe mundu arithiaga akiugaga aniona ni nyoni yake ngeithia ni akugeithagia na gutiri kundu ageithirio. Mwathani agocwo. But the Spirit of the living God can come and just greet you and tell you, look my brother, get out of your problems. In a dream. Kaija kwa bwe kiriate enda akomire mahiga iguru, akomire mahiga iguru. Bwana asifiwe. No akionia ati hawa wako maniho ngathi akwambata kwa Ngai na araika aya marambata makirehage kiria giothe urabatara. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Agicoka acokirie agitigitonga gitahana gitonga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. There is a God who can transform. Atiri niwe wereire thino ulijireta hapa ulimwenguni au ni wazazi walikuleta huku wauliza? Bwana asifiwe. Kuna mtu aliuliza wazazi wamlete hapa? Nani alifanya application akasema saa hii ndio wakati wangu, nataka kuingia huku ulimwenguni? Kunaye? Hata ulijijua miaka karibu 6-7 huko juu, huku jua ulikuwa unaishi hapa kama vile wanyoni wanakaa. Tigani kurorwo twarorirwo ni aciari ni tungiriho kuri witu ngiriho kuri ungehotera kwiroro. Bwana asifiwe. Eti aciari matushuhurikaga miaka mingi ya mbere. We have no history of our few years of our beginning in life. Bwana asifiwe. It takes the hand of our parents to bring us up, but during that time God had purpose for you to be here. And our life sometimes, maisha yetu imedhoofishwa na mwovu shetani, imedhoofishwa na mambo labda imepitiwa kwa wazazi wetu, hawakuangazia Mungu, hawakuangazia uwema wa Mungu. Kwa hivyo maisha ile tumepitia ni maisha ya uovu, maisha ya kuchanganyikiwa, maisha ambayo si ya kiungu. Bwana asifiwe. But can we turn around those situations? Can we pray for our generations? Can we ask God to intervene? He came here with a kingdom. He came here with a government, and it is a righteous government. It is a good government. Bwana asifiwe. Christ who has come ako na serikali, na ufalme wake ni ufalme wa haki, ni ufalme wa ukweli, unatosheleza kila binadamu hapa ulimwenguni, bora tu akusudia kwamba atamtafuta huyo Mungu. Bwana asifiwe. Na hana kipendeleo. Bwana asifiwe. Hana kipendeleo. Wote ajaye kwake atarithiwa na ile ambayo anahitajika. Kanatigu ithuothe twĩcia nacio thamaki, na nĩ twĩtĩkie twĩcia nacio thamaki, nĩ kũnyitĩrĩrwo, nĩ kũmenyererwo, nĩ kũgitĩrwo, gũthiũrũrũkĩrio by that kingdom domain. That is where we are alive. And this is a day for celebration. This is a day of rejoicing. This is a great day. Araika ni marainire. Kanatigu, a big army was praising God for the birth of Christ. And for us in a moment right now, it's a time to celebrate the goodness of the Lord. Tukareke matu maitu mahingare, tukareke maitho maitu matuike gutire kindu monaga. Reke tuhingurwo maitho, reke tuhingurwo meciria, reke tugie na kahinda ga kumenya ati hena metha njare. Kuna meza ambayo imeandaliwa yetu ya vitu vyema vyote hapa ulimwenguni, ambayo imemgharimu mkono wake
wa upendo tupate hapa ulimwenguni. Na ndio tukienenda kusherehekea na wapendwa wetu, tusherehekewe kitu ambayo iko na dhamana. Bwana asifiwe. Ndio tusikue tuchanganyikiwe na dunia. Hii dunia hata unashindwa. You surely. What are people celebrating? But inageuka nyumba ine ya Ngai. Magothi go celebrate doi. Kule anakunywa ni every day people eat and drink. Si ni kweli? Alafu nasema ni Christmas. Na mimi naona messages about Christmas. Lakini Christmas is what? It's Christ, our hope, living in us, living with us, making a way where there seems to be no way. Mwadhani ya gosho. Bwana asifiwe. Nole ule. Dio na ndikwenda kuga dio ni njui ati ciana cia Israeli cierirwo siku ile nitakuwa nimewatoa kwa hii shida na nikapeleka nchi ya ahadi, nchi ya mambo ambayo mtakuwa mkifurahia, milk flowing with milk and honey. Msije kufikiria ni nguvu zenu. Bwana asifiwe. Msije kufikiria ni ushindi wenu. Mkumbuke kumrudishia Mungu wenu shukrani. Ni kwa sababu imemgharimu mkono wake sisi kukaa mahali tuko. Si ni kweli? Imemgharimu mkono wa Bwana sisi kuwa uhai, sisi kuwa na ushindi siku kama ya leo. Bweni raraga imamoine na nyoni inaitara no Kristo wa Ngai muhonokia wandu ndari na kuiga mutwe ukathini wakwa Jesu ngoro-ini na handu ukathini wakwa Jesu ngoro-ini na handu ugiuka Jesu na unene waku boto ya raike kinaga geigwa mugambo waku ukinjira ukanegoigeire otoro ngoro yakwa nikagosha riria ukanjita woka ngoro yakwa nikagosha riria ukanjita woka. Na tusimame. Kwa kweli hii ni wakati mwema mno wa kurudishia Mungu shukurani, wa kukusudia ndani ya mioyo yetu kwamba huyu mfalme ambaye ameingia tutamfungulia mioyo yetu, atakuwa mfalme ndani ya maisha yetu, atatuongoza, atatuelekeza. Na kwa hivyo kwetu ni kujitolea kuenenda safari kama wale majuzi vile walienenda safari mrefu kumtafuta huyo Yesu. Tumekuja hapa asubuhi ya leo ndio Mungu Baba anene na roho zetu. Na kwa hivyo Mungu Baba, tunataka kujiweka wakfu asubuhi ya leo. Kama kuna jambo ambayo rote limekuwa vikwazo, nataka tuliweke mbele ya Mungu huyo ambayo abadilisha hali. It might be Christmas, you might be feeling stressed. You might be going through the Christmas period na unajiuliza maisha itakuwa namna gani. Wakati huu maisha yangu itazidi kutosoroteka vile imekuwa. You don't see a light at the end of the tunnel. But my brother, my sister, I want to assure you that Christ is come. Christ is the light of this world. He shines in darkness and darkness has never overcome. So there is a light at the end of your tunnel. Lord Jesus, we want to release your goodness. Kwa hivyo tunataka kila mmoja wetu, chochote ambayo umesikia ikikufinya mwakani hii, wakati huu ni wakati wa kuenenda mbele ya Bwana. Tumwambie, Mungu, tukubuke kwa hii hali. Ni wakati wetu wa kukusherehekea Mungu Baba. Kitu chochote ambayo inaweza kukosesha sisi kukusherehekea, ikiwa ni amani, ikiwa ni kukosana, ikiwa ni ushirika, ikiwa ni fedha, ikiwa ni kwa mahitaji ya Mungu. Wakati huu tunataka kunyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi.
Tumekuarifu we Mungu ukiwa mfalme, na Mungu Baba twajua kwa ufalme wako uko na ushindi ya maisha yetu, uko na uwezo ya kukumilikia chochote ambao tumekuitisha. So let's go before God. Abba Father, we worship you, we give all glory and honor, and we release a spirit of excellency, we release a spirit of just a provision, we release a spirit of joy. We are in a small number, but Lord, we know that in your presence there is the abundance of all that we need. So we are not counting on the numbers, we are counting on your availability. Kama kunaye moja wetu hapa ambaye anapitia hali ngumu mno, Mungu Baba, ikiwa ni ya maumivu, ikiwa ni ya wapendwa wake, ikiwa ni ya ushirika kwa jamii, Mungu Baba, asubuhi ya leo twanyenyekea tukiomba ubadilishe hiyo hali. Kuna watu Mungu Baba, wakati huu wa Christmas labda wanasikia wamepungukiwa. Mungu Baba, geuza hiyo hali, uwape amani na uwatosheleze kwa zile vitu. Mungu Baba, ikifika mwaka ingine wakirudi hapa waseme tulikuona mpaka mwaka uliopita na umetushikilia kuenenda na mbele. Mungu Baba, twaondoa maovu yote maishani mwetu, twajikabiri mkononi mwako. Wewe Mungu ishie milele, tenda jambo jema ndani ya maisha yetu, ndani ya wapendwa wetu, ndani ya madhabahu mwako hapa kanisani Mungu Baba. Na ndio watu wakija kwa hii kanisa Mungu Baba, wasitoke vile walikuja, watoke na kitu mpya Mungu Baba. Ni kwa sababu utawajaza kwa mifuko yao, utawajaza kwa amani yao, utawajaza kwa ushirika Mungu Baba. Hii madhabahu Mungu Baba, watacha inene, watu wakitokea hapa wazidi kukuona, wazidi kuitamfuta. Ndio hata wakati kama huu wa Christmas iwe kanisa itakuwa imefurika, ni kwa sababu watu watakuwa wamekukusudia na wamekuona ukiwa Mungu mwaminifu. Mungu Baba, kuwa pamoja nasi tukienenda kwa hizo sherehe ambazo zimebakia, kuwa pamoja nasi. Tutafurahia hata ukitukusanyisha hapa siku ya kesho. Hii ni ombi la imani, ni katika Kristo Yesu tuomba na hata kuamini. We give all the glory to Jesus. Yeah, we should give a good clap, just a good clap for Christ. Yeah, nikushukuru Mungu kwa ubali huu ametuleta. Ni ya kwamba tumekumbushwa ya kwamba kutafuta uso wa Bwana ndio kitu cha maana. Mzazi akipata mtoto anafurahianga sana, na ndio Biblia inasema a son has been given to us. So let's continue nurturing our Christ in our hearts, and as we endeavor to do our things that God has prepared for us for today, may we continue to work towards the better life that God has destined. Bwana wabariki sana, na mbarikiwe sana hata mwenenda mahali wale wako safari, wanaenda safari za mbali na karibu, na Mungu aonekanie. Na kesho tukipatana hiyo saa 3 tuje tushukuru Mungu kwa sababu mtoto amezaliwa, na si mtoto tu, ni mfalme wa wafalme. Juzi nikiwa naelekea mahali tukakutana na mzee mmoja akaanza kuniambia ni siku kadhaa tu zimebaki msherehekee, yani hata sio tusherehekee, msherehekee Kristo, ati hiyo mnaita Kristo. Na sasa nyinyi mlikataa mambo ya Ukikuyu. Nikamuuliza, kweli kuna mahali saa hii wazungu wanasherehekea mahali Mungu wao alitoka? Yani they have a culture. So some of these things tunafanya, they are being done by people just to deviate from the God's glory. Mtu aone ya kwamba anaweza kwenda huko ati kutuambia kuna siku tutakuja tusomeshwe Ukikuyu. Bwana Degwa, tusomeshwe Ukikuyu, turudi kwa Ukikuyu na tu ati tuna celebrate Mobi na Gikuyu yake. It will never happen. Our son has been born, and he is the ruler of this world. So the rest, you are just doing other managis. So let us not deviate our faith by just somebody telling you this is all what is happening, ati umepotea. The culture it is there, but it is the good culture we should follow. Otherwise the rest we should leave it and continue, because a son has been born. Jina langu naitwa Robert. Kristo ni Bwana na nimeokoka. Ninaposimama hapa, nilikuwa hata jana ninauliza, kweli siku kama ya kesho itakuwa namna gani? Kwa sababu kuna jambo lilifanyika, na ninaona ya kwamba
this far it is God. Bwana asifiwe. Ya kwamba nimekuja nimesimama mbele yenu. Sababu nilikuwa nimeona ningekuwa hospitali. Lakini Mungu amenisimamisha na sina mahali nauma, lakini ninasema mtoto amezaliwa, na kweli amezaliwa ndani yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo amenitolea mahali nilikuwa na akanisimamisha, na kwa hivyo ninaposimama nikisema ati Yesu amezaliwa, ninajua ya kwamba kweli amezaliwa. Mungu awatende wema, na kesho tukipatana tutashukuru. Kwa hivyo ningeomba tusimame. We finish with our grace, and just tell somebody as we get out, just tell somebody Merry Christmas, Merry Christmas as we continue. Na watawabariki. And the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu Bwana. Watusamehe, watuokoa tu na adui zetu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Fadhili zako Bwana ni za milele, matendo yako kwetu ni makuu. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi nilivyo ni sababu yako. Ni neema yako tu, ni kusudi lako, hivi nilivyo ni sababu yako. Tukiangalia tulipotoka ni mbali.